Tuangazie ya siasa ambapo baadhi ya viongozi kutoka mrengo wa Kenya Kwanza sasa wamedai kuwa maandamano yaliyoratibiwa kuandaliwa tarehe 25 mwezi huu yamepangwa na kufadhiliwa na upinzani. Wakizungumza katika kaunti ya Uasin Gishu wakati wa ibada ya madhehebu mbalimbali iliyoongozwa na Naibu Rais Kithure Kindiki, viongozi hao walidumisha kuwa viongozi wa upinzani wanapania kufanikisha maandamano hayo kwa maslahi ya kibinafsi, huku wakihimiza asasi za usalama kuimarisha usalama kote nchini. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim na maelezo zaidi. Huku zikiwa zimesalia siku 4 kabla ya kuandaliwa kwa maandamano ya ukumbusho wa vijana wa Gen Z walioangamia kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Maadhimisho hayo yamezua hisia mseto miongoni mwa wanasiasa. I wonder what else is making those who had called for those protests to continue. Because that maandamano has no agenda, has no complaint, has nothing. What is this maandamano that is going to be undertaken on 25th? Huko baadhi ya viongozi kutoka utawala wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Naibu Rais Kithure Kindiki sasa wakishtumu upinzani kwa uchochezi na kuwakusanya vijana kote nchini kushiriki katika maandamano hayo yaliyoratibiwa ya vijana wa Gen Z. Nashangaa kusikia kwamba wale wachochezi wamesema ya kwamba ni sawasawa, finance bill haijaleta mabadiliko, finance bill iko sawa, lakini tutaendelea na maandamano. Opposition wenye wanapanga ili iwe sio maandamano but uhalifu wa mali. We also want them to do an honorable thing and call off the maandamano they are saying they are planning. Wakizungumza katika gatuzi la Uasin Gishu wakati wa ibada ya madhehebu mbalimbali, viongozi hao walidumisha kuwa viongozi wa upinzani wanadhamiria kutumia fursa hiyo kwa maslahi ya kibinafsi. Professor Kithure Kindiki and the President of the Republic of Kenya, William Ruto, you have the cardinal constitutional responsibility of ensuring that Kenya is safe and stable. Wale ambao wanataka kwenda kuandamana, katiba imekubali mtu yeyote kujieleza. Lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine. Kila mwananchi amelindwa na serikali, amelindwa na sheria. And this is not supposed to be a threat. It's not supposed to be a joke. That is what is going to happen on Thursday. Wale wanataka kama kuna wenye watatokea maandamano, I hope they are none, because every issue has been addressed. Hata kama ni ile ya wale walioumia last time. Anajiri huku kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiwahimiza vijana kuadhimisha siku hiyo kwa kuwaenzi wale walioangamia wakati wa maandamano. Because the country is commemorating the 2nd anniversary of the killings of the Gen Zs 2 years ago. And since this is going to be next week. Wakati huo gavana wa Siaya James Orengo ametoa wito kwa asasi za usalama kuimarisha usalama wakati wa maadhimisho hayo. Gavana Orengo vile amekosoa mfumo wa utoaji fidia kwa waathiriwa wa maandamano, akihoji kuwa mgao huo hauwezi kukidhia makovu yaliyosababishwa na maafisa wa potovu wa usalama kwa waathiriwa. What does Ojwang's family benefit 1 year or 2 years down the line? You have been given 2 million, 3 million. Every day you wake up, you see that grave where you've, interred your son. And they are going to see that grave for 10, 20, 30 years. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.